Bana, karibu sana katika uchambuzi wa kina wa taarifa mbalimbali ambazo tumekuwa tukijuzana hapa, lakini kubwa zaidi tunatazama zile ambazo tumeweza kuzifumbata katika maeneo tofauti. Tutakuwa umeshasikia kuhusiana na dili la Louis Mckesson, miongoni mwa wachezaji ambaye alipewa maarufu sana jina la Konde Boy, lakini aina yake na staili ya uchezaji pia imeweza kuongeza kasi ya mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba kuendelea kumpenda na kuwa kipenzi chao katika miamba hawa soka hapa nyumbani kunako medani za kimataifa. Pindi wanapocheza michuano ya kimataifa kama klabu bingwa barani Afrika, itakumbukwa Simba ilicheza dhidi ya Wydad Songo wakati wanaondolewa kwenye hatua za awali, na ndipo ambako walipoliona jina la Louis Mckesson, lakini hapo pia wakaenda kufanya mchakato wa kuweza kumpata. Simba amedhibitisha ofa kadhaa mezani kwao zikimtaka star wao Louis Mckesson, lakini zikifikia dau wanalotaka wao. Watafanya biashara licha kutokutaja majina ya klabu hizo wala ofa ya Simba, lakini Dream Online TV tunafahamu kwamba bodi ya klabu hiyo imeafikiana auzwe dola za Kimarekani 650 ambazo ni zaidi ya bilioni 2.1. Kama biashara hiyo ya Louis Mckesson ikikubali kabla ya kuanza kwa msimu ujao, huenda kaingia kwenye rekodi ya mchezaji wa Simba aliyeuzwa ghali zaidi nje katika miaka ya hivi karibuni. Dream Online TV tunafahamu kwamba miongoni mwa klabu ambazo zimeulizia uwezekano wa kumsajili Mckesson ni CR Belouizdad ya Algeria, Al Ahly ya Misri, Mamelodi Sundowns ya South Africa. Taarifa kutoka chanzo cha ndani ya klabu hiyo zimefichua kuwa Simba imeamua kulegeza masharti na kuwa tayari kupokea kitita hicho, tofauti na kile walichopanga hapo awali, kutokana na sababu mbili kubwa. Sababu ya kwanza ni muda mfupi uliobaki kwa mkataba wa mshambuliaji huyo, lakini jambo la pili ni kutotaka kuharibu mahusiano yake na Louis Mckesson, ambaye mwenyewe anaonekana kutamani malisho mazuri zaidi ambayo yameahidiwa na timu kadhaa nje ya Tanzania. Makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba, Salim Abdallah Try Again, amesema kuwa wanazo ofa nyingi mezani zinazomhusu Louis Mckesson, lakini watakuwa tayari kukubali ile ambayo wataona inakidhi mahitaji yao. Kuna ofa kutoka timu nyingi tu zinazomhitaji Louis Mckesson, lakini sisi kwa upande wetu tunakayompa kipaumbele ni ofa ambayo itafika dau ambalo tumeliweka na sio vinginevyo. Msimamo wetu ni huo. Try Again amesema hayo huku pia viongozi wengine wakifanya siri swala hilo mpaka watakapofikia mwafaka. Tayari Simba imewafikiria wa Zambia wawili, mmoja wao ni kuchukua nafasi ya Louis Mckesson, mmoja akiwa ni Justin Shonga. Mwingine Mckesson amekuwa na mchango mkubwa katika kikosi cha Simba tangu alipojiunga nao, hasa msimu huu. Ukitazama michuano ya kimataifa ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia ligi kuu Tanzania bara, ameendelea kuwa mchezaji muhimu sana katika eneo la ushambuliaji la Simba, na hivyo pia huenda jezi yake namba 11 ikavaliwa na mchezaji mwingine yoyote kutoka hivi sasa. Hii ni kutokana na kudhibitishwa kwamba zimekuja timu kadhaa mezani zikimtaka star huyo Louis Mckesson. Dola zinazotajwa ni 650,000 ikiwa ni zaidi ya bilioni 2.1 za Kitanzania. Kama Simba atafanikiwa kufanya dili hilo, basi huenda likawa ndo dili kubwa zaidi kuwahi kutokea tangu kufanya usajili, lakini pia kuuza biashara ama kufanya biashara ya wachezaji. Na hii ni moja kati ya vitu ambavyo pia vinasubiriwa kwa hamu kubwa, kama rekodi hiyo inaweza kuwekwa kwa pande zote mbili, lakini pia kutazamia ni kitu gani ambacho kinaweza kuchukua nafasi, lakini pia kuwa kwenye mwenendo mzuri baina ya yale yanayotajwa na hili ambalo kwa kiasi kikubwa linaweza kwenda kuchukua hatamu kwa kipindi hichi cha karibuni, ambako inatajwa kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao anahitajika kwa udi na uvumba na vilabu hivyo nilivyoweza kutajia, lakini vikiwemo vilabu vingine mbalimbali, licha kwamba vingine vinaogopa dau kubwa linalotajwa na wekundu Msimbazi Simba. Lakini klabu kama Al Ahly, lakini CR Belouizdad wenyewe pia wanaonesha wazi wa moja kwa moja wa kuhitaji sign ya kiungo huyo, miongoni mwa mawinga hatari pia wanaotumia miguu yao yote
na Mixon amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambaye kwa kiasi kikubwa huwezi kumtazama ukagafilika kuzungumzia uwezo wake mkubwa pindi anapojitoa kwa timu, hasa katika michuano ya kimataifa. Tumeshuhudia mara kadhaa akijitoa kwa jasho na damu kwenye mchezo dhidi ya Al Ahly. Yeye ndo alifunga bao la pekee, magoli la pekee kunako uwanja wa Benjamin Mkapa, moja na la pekee kunako uwanja huo, na kwa kiasi kikubwa kuwapa Simba ushindi na kusonga mbele katika hatua nyingine na kumaliza kwenye kundi pia kwenye kundi A wakiwa ndo vinara dhidi ya timu kama Al Merreikh na timu zingine tofauti tofauti. Lakini niliwahi kusoma tafiti kutoka chuo cha Vienna. Walifanya tafiti kwenye ligi 5 bora Ulaya, clubs zinazouza wachezaji na clubs zinazozuia wachezaji msimu wa 2016, 17, 2017 na 18. Lakini kati ya wachezaji 10 ni kama 3 ya 10 hivi wanaweza kuendelea kucheza kwenye ubora mkubwa licha ya kuzongwa na tetesi za usajili, ila wengi wao hupotea na kiwango hushuka baada ya kuhusishwa na usajili. Wengi utulivu unapotea. Kuna muda vyema sana wachezaji kuhusishwa timu kubwa au kuondoka timu fulani kwenda pakubwa zaidi, ila ni ina athari kubwa sana kwa mchezaji. Ushirikiano na timu pia kiufundi haiwi kiafya sana. Pengine labda tuanze kwa mifano ya kujenga hoja. Picha tunayoitazama hapa ya Louis Mixon ni star, na mwingine pia ni star wa Mamelodi Sundowns anaitwa Gustavo Siniro, moja kati ya kipaji kikubwa ndani ya Mamelodi Sundowns. Kwa sasa Siniro ni sio tu yule tena. Lakini baada ya Pisto Mosimane kuondoka kwenye klabu ya Al Ahly alimtaka Siniro, ila Mamelodi Sundowns walipinga hiyo deal lake, na kuanzia hapo Siniro hajawahi tena. Yule wa sasa wa Sundowns wamekubali kumruhusu aondoke zake. Mwili wa Siniro upo Pretoria, ila akili yake haipo. Kiufundi imemwathiri kitimu pia, wanayumba kwa kuwa alikuwa tegemeo lao kubwa. Bahati mbaya akaja kutana na robo finali ya timu ambayo inamtaka kocha anayemsuri. Picha ya kwanza ni Louis Mixon Simba. Mliwaona Simba walivyocheza dhidi ya Kaizer Chiefs pale FNB, ilirushwa sehemu kubwa duniani, SuperSport 7 kwa Afrika Kusini, ZBC 2, Ben Sport 6 na Ben Sport 2 Arabic jumlisha na live stream. Wachezaji wengi wa Simba wapo sokoni, klabu nyingi pia zinawatazama. Walijua mchezo unaotazamwa duniani, focus ya mchezo kwa mchezaji inaweza kupotea, wanaweza pia kujipa mzigo mkubwa. Ukitazama Louis Mixon amekuwa kwenye vuta ni kuvuta kwa maana ya kuhitajika na timu tofauti tofauti, kitu ambacho pia nadhani kinaweza kumpoteza ama kumwongezea makali zaidi. Ukitazama unaweza ukaniambia kwa kiasi kikubwa Louis ni kama ametumika sana, na hivyo ni kama alihitaji muda mwingi wa mapumziko, kama ambavyo mimi nafikiri naona inafaa kuwa hivyo kwa nyakati zote za matazamio yangu na maono yangu, kwa maana kile ambacho nakifikiria na kile ambacho kinaonekana pia kwa pande zote mbili. Kitu kitazamia unaweza kubaliana nami kwamba kila kitu kinakwenda sambamba na maana ya mchezaji mwenyewe husika. Inawezekana ni wakati sahihi wa yeye kuweza kuondoka na kila kitu kikawa katika wakati ambao unazungumzwa na ukaa katika wakati ambao unaweza kuzungumzika pia. Lakini kitazama kiwango bora alichonacho Louis Mixon, basi unaweza ukaa kwenye nyakati nzuri za kuzungumzia kuhusu kuondoka kwake, na bado ikaa katika nyakati nzuri pia kuona kitu gani kinaweza kikachukua nafasi. Katika ripoti unaweza ukatazama pia ukaona ni kwa kiasi gani ambavyo Louis Mixon amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambaye kipaji kikubwa, uwezo mkubwa ambao unaweza kuendelea kumbakisha Simba, lakini anaendelea kufanya vizuri, lakini pia akaendelea kuuzwa kwa maana ya vile ambavyo anaendelea kuhitaji. Je, Simba wanaweza kupata hiyo bilioni 2.1 kwa maana ya dola za Kimarekani 600 na